kubwa lililotuleta hapa ni mradi mwingine ambao unatarajiwa kuanza. Tulifikiria kwamba kufikia 80% ya nishati safi za kupikia kwa mwaka 2034 lazima uwe na initiative mbalimbali. Hauwezi ukaenda, tunaamini nishati safi kabisa ni umeme na gesi. Lakini ili kufikia hapo, leo hii uwezi ukaja mara ukawaambia watu watumie gesi mara moja. Lazima uwatengenezee namna ya kuweza kufikia hilo lengo. Kwa hiyo tukaja na namna ya kuwa na majiko ambayo yatatumia either kuni zile zile au mkaa ule ule, lakini kwa kiasi kidogo sana kilichopunguzwa. Kama mtu alikuwa anatumia 100% ya mkaa, basi hii itapunguza, atakuwa anatumia 20% ya mkaa au kuni mbadala au mkaa mbadala. Na majiko hayo yanakuwa yamezingatia pia vigezo vingine ambavyo vinafanya nishati iitwe nishati safi. Kwa mfano masuala ya ufanisi, kwa maana efficiency, masuala ya kupunguza kwa kiasi kikubwa emission ile ya hewa ambayo sio salama kwa binadamu. Kwa hiyo tukasema tuje na mradi ambao utakuwa kama ni transition towards kufikia hayo malengo. Kwa hiyo watafuta wadau ambao wanaweza wakatengeneza hayo majiko yanayotumia kuni kidogo sana, mkaa kidogo sana, au kuni mbadala na mkaa mbadala, ili tuweze kuyauza kwa bei ya ruzuku na wananchi wayapate kwa bei nafuu na kwa wingi, wakati tunaelekea kwenye hiyo stage ambayo tunataka. Kwa mkoa wa Mara, mradi huo badala ya jiko banifu ambalo wao wangeweza kuliuza kwa shilingi 40,000 kama takriban 40,300, wataliuza kwa 15% tu kwa mwananchi wa Mara. Kwa maana ya kwamba ile 80% na takriban 85% yote itatolewa na kama ruzuku ya serikali. Biashara nzuri, sisi tunakutamania, tunakuombea. Mimi na timu yangu, kabla mtaja tulikuwa tunawateta, tunawaombea mkafanye kazi vizuri, msimame. Sababu itafikia serikali itakuacha, ikikuacha jisimamie. Huo umeteka soko kwa Mara na vitongoji vya kutosha. Hakikisha basi ya 6,195 tukisema 7,000 au 6,500 tuone huo mwamko kuchangia, na hapo ni kuchangia wote. Ikiwezekana ilishafanywa kazi, mkatambulishwa kwenye maeneo yote. Ikiwezekana wanawasubiri kwa hamu. Lakini kwa kuwa mmekuja na majiko banifu yao mabanifu,